Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana rafiki yangu. Karibu tena siku nyingine tupate kujifunza neno la Mungu, na leo nimekuletea ujumbe unaosema ya kwamba ondoka maovuni, ondoka maovuni, ondoka maovuni, ondoka maovuni. Yesu Kristo anarudi. Dunia hii itaharibiwa, dunia hii itaharibika. Ondoka dhambini rafiki yangu, ondoka kwenye maovu uliomo, ondoka kwenye dhambi ulizomo. Yesu Kristo anarudi. Dunia hii tunayoikaa itaharibiwa, itaharibiwa, itakunjwa kama karatasi na kutupwa jehanamu ya moto. Itaharibiwa, itakunjwa kama karatasi, kama karatasi itakunjwa, mahali pake hapataonekana tena rafiki yangu. Ondoka maovuni, ondoka maovuni. Nataka tukatafakari neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 19 na ule mstari wa 14. Mwanzo sura ya 19 na mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atapaharibu, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Unajua rafiki yangu, acha nikueleze kitu kimoja. Ukiwa umeyazoea mazingira, ukiwa umeizoea hali, ukiwa umezoea namna na jinsi ya vitu vinavyoendelea na kuenenda na kufanyika, na unaona kwamba hakuna chochote kinachobadilika, hakuna chochote kinachobadilika, mtu akija akikueleza jambo la utofauti, utaona kama mtu anayecheza, utamwona kama mtu ambaye amepungukiwa na akili. Yaani ule ulimwengu wa Sodoma na Gomora, Lutu alipokuwa akiwaeleza kwamba mahali hapa Bwana atapaharibu, walikuwa wanamwona kama aliyechanganyikiwa. Na ndio maana habari hii inafananishwa na habari ya Nuhu, kwa habari ya kujenga safina. Nuhu anajenga safina, tena bahati mbaya aliijenga, sijui niseme bahati mbaya au nzuri, aliijenga kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo alipokuwa akiwaeleza watu habari ya gharika inakuja, walikuwa wanamshangaa, walikuwa wanamwona kama mtu anayecheza, kama mtu anayejifanyisha vitu ambavyo havijawahi kuonekana. Kwa sababu gani? Walikuwa wamezoelea yale maisha, walikuwa wamezoelea ile hali, na walikuwa wamezoelea kwa sababu ni maisha ambayo wamekuwa wakiishi kwa muda mrefu sana, kwa muda mrefu sana, na ikaonekana tu ni kama desturi tu ya maisha ya kawaida. Na hata mtu ukimweleza habari ya ukweli na uhalisia wa mambo, anakuona kama mtu unayecheza, unayefanya mzaha, kama vile mtu unayejifanyisha vitu. Ndivyo inavyoonekanaga ukiwa umelizoelea jambo na hafu hujawahi kuona madhara yoyote ya hilo jambo. Mtu akikukataza na akikuzuia, unaweza ukamwona kama vile huyu amepungukiwa. Ni sawa na mtu ambaye amezoelea hali ya ulevi, ukimwambia na afu hajawahi kuona madhara yoyote ya ulevi, ukimwambia swala hilo sio zuri, sio jema, atakuona kama mtu ambaye unajifanyisha vitu, yani kama unayecheza mbele zake, kwa sababu hajawahi kuona madhara ya huo ulevi. Unapomwambia mtu kwa habari ya zinaa, uzinzi, ukimweleza na amezoelea, na hafu unakuta amefanya kwa muda mrefu, alafu hajawahi kuona madhara yoyote, amefanya zaidi ya miaka 10, hajawahi kuona madhara yoyote. Ukimwambia sasa hivi, anakuona kama mtu unayecheza, anakuona kama mtu unayejifanyisha, anakuona kama mtu, yani anakushangaa, kwa sababu anakuona akili zako kama hazina akili, kwa sababu mbona jambo hili nimelifanya kwa muda mrefu sana, sioni madhara yoyote, sioni tatizo lolote, sioni ubaya wowote. Wewe leo unaniambia kwamba niache, eti kuna ubaya, kuna tatizo mbele. Ni sawa na ulimwengu tulionao sasa hivi. Ukimweleza mtu kwa habari ya kurudi kwa Yesu Kristo, anakuona kama mtu unayecheza, kwa sababu ameshaona kama ni kitu kilichozoeleka, maisha yaliyozoeleka, na amezoelea kutenda uovu na uharibifu.
lakini haoni tatizo lolote, haoni jambo lolote baya likimtokea, haoni. Akielezwa haoni, ukimweleza anaona kama ni mtu anayecheza. Yani nikikueleza habari za kurudi kwa Yesu Kristo unaniona kama mtu ninayecheza, lakini wakati wa leo, jioni ya leo ninakueleza, ondoka maovuni, ondoka dhambini, Yesu Kristo anarudi. Ondoka maovuni, ondoka dhambini, mjie Yesu, kwa sababu Yesu Kristo anarudi, na hii dunia inakwenda kuharibiwa muda si mrefu. Itaharibika muda si mrefu, itaharibika, itakuwa haifai tena, na sio tu kufaa, itakunjwa kama karatasi, mahali pake hapata kuwepo tena. Kwa hiyo rafiki yangu, wewe ambaye unayehisi kwamba maisha haya ndivyo yalivyo tu, ndivyo kawaida ya maisha ilivyo, acha nikwambie habari za kufa, habari za watu kuendelea kufa na kuzaliwa. Hata kipindi cha Sodoma na Gomora watu waliendelea kufa na kuzaliwa, na ndio maana wakaona kama ni maisha ya kawaida, wakachukulia kwamba, wakasema vyovyote vile nitakufa tu. Kwa walikuwa wanachukulia kama kawaida, watu walikuwa wanaendelea kufa, watu walikuwa wanaendelea, sio kwamba watu walisimama eti kwamba nani, hamna. Watu waliendelea kufa, watu waliendelea kuzaliwa, shughuli ziliendelea kama kawaida. Sasa hapa Mungu anapokwenda kuiangamiza Sodoma, na Lutu alipata neema kupitia kwa Ibrahim, akaona hawezi akamwangamiza. Ndio maana ukiangalia ule mstari wa 27 anasema, Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana, naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde, akaona na tazama, moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu, akamtoa Lutu katika maangamizi, alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Unaona, Lutu akapata neema kwa ajili ya Ibrahim kwa vile alivyokuwa mwaminifu mbele za Mungu, alimfundisha hata Lutu kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Alimfundisha Lutu kumwamini Mungu, kumcha Bwana. Alimfundisha na Lutu alikubali, na ndio maana hata hawa malaika walipofika kwenda kuangamiza ule mji wa Sodoma na Gomora, aliwatambua hawa ni malaika wa Bwana, kwa sababu alikuwa amezoelea kuwaona. Ibrahimu alikuwa haendi ibadani peke yake, akienda kumwabudu Mungu anachukua na familia yake, alikuwa anaenda kumwabudu Mungu pamoja. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa hawa ni malaika wamekuja kututembelea. Kwa hiyo alikuwa anajua kuna utofauti, alikuwa ameshafika kiwango cha kuweza kutofautisha kwamba hawa ni malaika wa Bwana na hawa ni watu wa kawaida. Kwa Lutu alikuwa anaelewa, alikuwa ni mtu wa ibada, na ndio maana hata alipowaona akaanguka kifudifudi. Kwenye ule mstari wa kwanza ukisoma hii 19 anasema, basi wale malaika wawili wakaja Sodoma jioni, na Lutu alikuwa amekaa mlangoni pa Sodoma. Lutu akawaona, akaondoka, akaenda kuwalaki, akainama kifudifudi. Unaona, alikuwa anaelewa, alikuwa anatambua. Kwa hiyo lakini bado Mungu alimkumbuka Ibrahimu, akamwokoa Lutu. Kwa hiyo Lutu anaokolewa kwa sababu ya Ibrahimu ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu. Kuna mahali fulani Mungu anamuita Ibrahimu nabii. Ukienda mbele huko utamkuta Mungu anamuita Ibrahimu nabii kwa habari za Abimeleki. Hapa kwenye huu mstari wa 14 tunaona kwamba Lutu akatoka akasema na wakweze waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakweze. Lutu, maana hawa malaika walimweleza, hauna watu wengine, ni hawa tu walioko nyumbani kwako, ni hawa tu. Umeona?
Kwa hiyo Lutu akaenda kuambia wakweli, kwa sababu walikuwa wamewaposa binti zake. Maana yake ni watu waliokuwa ndani ya moyo wake, alikuwa anawapenda. Kama hivi na mimi ninavyokueleza wewe, ninakupenda, ninakueleza kwa upendo, utoke maovuni, utoke dhambini, kwa sababu Yesu Kristo anarudi muda si mrefu. Hii dunia itaharibiwa, hii dunia itaharibiwa rafiki yangu. Ndio maana sichoki, siachi, na kaza, naendelea kukueleza, toka maovuni, Yesu Kristo anarudi. Acha kuangalia hali uliyoizoelea ya maovu unayoendelea kuyatenda bila kuona madhara yoyote. Rafiki yangu, kuna siku moja utakuja kujuta, utakuja kuona hayo madhara ya hicho unachokifanya. Kama ukigaili, kama ukiona kama mimi ninacheza, kama vile wakweze Lutu walivyoona anacheza. Imepatikana neema ya kuokolewa, maana walikuwa wameambiwa hapa mstari wa 13, neno la Mungu linasema, ukianzia mstari wa 12, anasema basi wale watu wakamwambia Lutu, je, unaye mtu hapa zaidi? Mkwe, wanao na binti zako na wowote ulio nao katika mji, uwatoe katika mahali hapa, maana tutapaharibu sisi mahali hapa, kwa kuwa kilio chake kimezidi mbele za Bwana, naye Bwana ametupeleka tupaharibu. Watu hao wanatoa nafasi kwa watu ambao wako karibu na Lutu. Anatoa nafasi kwa watu ambao wako karibu na Lutu, kuwaeleza kwamba waambie watoke, waeleze waondoke mahali hapa, maana mahali hapa tunapaharibu. Bwana ametutuma tuje tupaharibu. Lakini watu wale wakamwona Lutu kama mtu anayecheza, kama mtu anayejifanyisha, anayejifurahisha. Rafiki yangu, ndivyo ilivyo kama nyakati za sasa hivi. Ukiambiwa kwamba hii dunia inaelekea mwisho, unaona kama anayekueleza kama anacheza. Kama hivi ninavyokuambia, ondoka maovuni, ondoka dhambini. Yesu Kristo anakuita, anataka uje kwake, maana yupo karibu kurudi. Tengeneza njia zako, yupo karibu kurudi. Acha dhambi zako, acha uovu wako. Unaona kama ninacheza, unaona kama vile ninacheza, kwa sababu umezoelea maisha hayo, umeyazoelea. Na mimi sio wa kwanza, na walikuwepo kama mimi, wameshapita, wameshaondoka. Kwa hiyo unaona kama ninacheza. Hapo mwanzo nimekueleza, jambo likizoeleka, mtu unaishi, unaweza hata ukajisahau, kwa sababu umezoelea kulifanya hivyo, na waliopita walikuwa wanafanya hivyo. Kwa hiyo imefika mahali inaanza kusadikika kwamba dunia hii haitakuwa na mwisho, kwa sababu maisha haya yataendelea taratibu, yataendelea hivi yalivyo, yani itakuwa inaendelea hivi. Lakini rafiki yangu, nakueleza, dunia hii inakoelekea ni mwisho. Tuko nyakati za mwisho. Yesu Kristo anarudi. Mahali hapa pataharibiwa, rafiki yangu, mahali hapa pataharibiwa. Ni heri sahihi mtu ugeuke na kutubu, uache njia zako mbaya, utoke huko maovuni, toka huko maovuni. Wakati Lutu anawaeleza wale watu, walikuwa wanaona kama mtu anayecheza, lakini nina uhakika baada ya Lutu kuondoka, akatoka, wale watu walimkumbuka Lutu, wakasema, laiti tungeitii ile sauti ya baba yetu mkwe, saizi tungekuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu baada ya Lutu kuondoka, ule mji wote uliangamizwa. Sodoma na Gomora iliangamizwa, iliteketezwa yote, iliteketezwa. Rafiki yangu, siku watakatifu tutakapoondolewa duniani, Yesu atakapokuja kunyakua watu wake, tukaondoka, rafiki yangu, hapo ndo utakumbuka, utaanza, laiti ningejua. Nafasi unayo sasa hivi, rafiki yangu, ya kutengeneza. Muda unao sasa hivi wa kutengeneza. Ondoka maovuni, ondoka dhambini. Yesu Kristo anarudi, rafiki yangu. Acha kudanganyika na hali na namna na tabia na mifumo ya nchi na dunia inavyoenenda. Dunia haitabaki hivi ilivyo siku zote. Kuna siku moja itaharibiwa, kuna siku moja itaharibika, kuna siku moja haitafaa tena kuishi, kuna siku moja Mungu ataiteketeza dunia hii, ataikunja kama karatasi, haitafaa tena kuishi.
Rafiki yangu wewe ambaye unasema kwa kweli, kwa hakika ninahitaji kuondoka maovuni, ninahitaji kuondoka dhambini na kwenda kwa Yesu, kuingia uzimani, kuingia kwenye uzima. Wewe unayesema kwa hakika ninamhitaji huyu Yesu, nataka tukaombe pamoja, na Yesu yuko tayari kukusamehe. Nataka tuombe pamoja, nifuatishe maombi haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba Yesu unisamehe dhambi zangu zote. Siku ya leo nimekubali kutoka maovuni na kuja kwako Yesu. Ninaomba unisamehe, ninaomba unirehemu. Yesu, ninakubali wewe kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniponya. Amen, amen. Barikiwe sana rafiki yangu wewe ambaye umenifuatisha maombi haya. Amini ya kwamba umeokoka na Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Endelea mbele, usirudi nyuma. Yesu Kristo anarudi. Zingatia mambo matatu ili uweze kuendelea mbele. Hakikisha unafanya ibada, unakuwa mtu wa ibada. Hakikisha unaenda kanisani. Jambo la pili, hakikisha unasoma neno la Mungu kila siku. Jambo la tatu, hakikisha unamwomba Mungu kila wakati. Ukiweza kuzingatia mambo matatu na kuhakikishia, tutaweza kuishi maisha matakatifu, na Yesu Kristo akirudi tutaweza kuurithi uzima wa milele pamoja. Mungu Baba uliye mbinguni, ninakushukuru na kutukuza kwa ajili ya watu wako Bwana. Asante kwa ajili ya ndugu huyo aliyeokoka na kupokea Yesu na kurudia wewe Mungu. Ninakushukuru Bwana wangu na Mungu wangu. Ninaomba neema yako kumwezesha kuendelea kuishi maisha matakatifu. Umlinde, umtunze katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nimeomba yote nikiamini sasa na mapenzi yako. Amen.